nguvu ya damu. Kwa sauti tena, nisikie sauti ya watu 100 na kitu tena. Twende kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari ule wa kwanza. Tutapita baadhi ya maeneo. Biblia inasema, basi hata agano la kwanza lilikuwa na kaida za kiibada na patakatifu pake pa kidunia. Maana hema ilitengenezwa ile ya kwanza mulimokuwa na kinara cha taa na meza na mikate ya onyesho, ndipo palipoitwa patakatifu. Na nyuma ya pazia la pili ile hema itwayo patakatifu pa patakatifu, yenye chetezo cha dhahabu, na sanduku la agano lililofunikwa kwa dhahabu pande zote, mlimokuwa na kopo la dhahabu lenye ile mana na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka na vile vibao vya agano, na juu yake makerubi ya utukufu yakikitia kivuli kiti cha rehema. Basi hatuna nafasi sasa ya kueleza habari za hivi vitu kimoja kimoja. Basi hivi vitu vikisha kutengenezwa hivyo, makuhani huingia katika hema hiyo kwanza daima, wakiyatimiza mambo ya ibada. 8. Roho Mtakatifu akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado, hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama, ambayo ndio mfano wa wakati huu uliopo sasa. Wakati huo sadaka na dhabihu zinatolewa zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu aabuduye, kwa kuwa ni sheria za mwili jezesha mwili tu, vyakula na vinywaji na kutawala kwingine zilizoamuliwa hata wakati wa matengenezo mapya. Lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu utakasa hata kusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Na kwa haya, kwa sababu hii ni mchumbe wa agano jipya, ili mauti kisha kufanyika kwa kuomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa wapokea ahadi ya urithi wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema nguvu ya damu. Biblia inasema kwenye Waebrania sura ile ya 9 ya kwamba pasipo damu hapana ukombozi. Pasipo damu hapana ukombozi. Leo natamani tuzungumzie kwa habari ya maneno makuu mawili yanayotembea. Maneno makuu mawili. Neno la kwanza ni kwa habari ya ukombozi. Neno lingine ni kwa habari ya kufunguliwa. Ninaamini umesikia sauti nyingi sana zikikwambia leo nataka nikukomboe. Leo nataka nikukomboe. Tunaporejea, ukombozi ulifanyika kwa sababu ipi? Na ni kwa nini tulipata neno ukombozi? Nishawahi kusema hili neno kukomboa. Ukirejea kwenye kitabu cha Agano la Kale, mtu ambaye alikuwa anakombolewa, kwanza sifa ya kwanza alikuwa ni mtumwa. Mtumwa, mtu ambaye amewekwa rehani, mtu ambaye ameuzwa. Mungu alimwambia Ibrahimu ya kwamba kila mtoto aliyepo kwenye malango yako, pamoja na mgeni ambaye umemfanya kuwa wa kwako, basi watafanyiwa tohara ili wapate kuwa ni mali ya kwako wewe. Yaani kila aliyepo chini ya malango yako lazima apite kwenye kanuni ya kufanyiwa tohara, kwa sababu nyumba yako nimeifanya kuwa miliki yangu. Mungu anaongea maneno yale kwa sababu kulikuwa na kanuni za mtu kuweza kumchukua mtu mahali na kumfanya kuwa wa kwake. Bwana Yesu asifiwe sana.
ulikuwa na utaratibu wa kumfanya mtu kuwa mali yako. Maana yake unaweza ukamnunua, unaweza ukalipa gharama ili achukuliwe. Na ndio maana Yesu alitoa mfano mmoja ya kwamba kwa habari ya kusamehe, akatoa mfano ya kwamba kuna mtu mmoja alikuwa anadaiwa pesa nyingi kiasi ya kwamba kuzilipa inabidi yeye pamoja na nyumba yake na watoto wake na mke wake wauzwe ili ile pesa ipatikane, na kisha ile deni likalipwe. Wakati yule mtu anawaza atapata wapi ile pesa, wanamwambia inabidi uuzwe wewe, mke wako auzwe na watoto wako wauzwe. Ndipo yule mtu aliyekuwa anadaiwa kaanguka magotini mwa yule ambaye alikuwa alimkopesha, alimdai, akimwambia naomba nisamehe, nitakulipa kidogo kidogo nitakachofanikiwa. Lakini yule mwenye deni akasema nimekusamehe. Ni kwa sababu kulikuwa na kanuni za mtu ambaye kama anadaiwa anaweza akachukuliwa na kufanywa kuwa mtumwa kwenye nyumba fulani. Yesu anatoa mfano wa haya maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanuni ya kipindi kile, ili mtu aweze kutolewa kwenye hali ya kuitwa mtumwa, lazima kuna gharama ilikuwa inatumika. Na kulikuwa na sadaka maalum zilizokuwa zikitolewa kama ishara ya ukombozi, ili wale ambao walikuwa chini ya utumwa wapate kuwekwa huru. Kulikuwa na sifa. Tunapojifunza kwa habari ya matukio makubwa kwenye hekalu, walikuwa nasema namna ambavyo hekalu lilikuwa limejengwa na jinsi ambavyo makuhani walikuwa wakiingia na kuweza kutoa sadaka kwa ajili ya upatanisho. Kuhani alikuwa akiingia mara moja kwa mwaka, anaingia mahali patakatifu. Kuna sehemu ambayo mwingine alikuwa hatakiwi kukanyaga isipokuwa kuhani peke yake. Alikuwa akiingia, anachukua damu, ananyunyiza. Ile damu ilikuwa inatoka kwenye shughuli ya kuwachinja wanyama. Kama wewe ni mtenda dhambi, unaona kuna mahali umekosea, unamchagua mnyama ambaye unaona hana tatizo, hana ukilema, mnyama ambaye ni mzuri, unakwenda naye kwa kuhani. Kuhani anamchukua mnyama, anamchinja, ile damu anaikusanya, halafu baadaye anakwenda kunyunyiza kwenye mahali patakatifu. Akishanyunyiza, ilikuwa ni ishara ya kuonyesha kwamba tayari umesamehewa dhambi. Kwa hiyo ili kusudi dhambi yako isamehewe, lazima utafute kwanza mnyama. Naelewa naye? Wangapi wako pamoja na mimi? Lazima utafute mnyama. Mnyama atapelekwa hekaluni, atachinjwa, ile damu itachimbwa na kisha itapelekwa mahali patakatifu. Kuhani mkuu atainyunyiza kama ishara ya utakaso kwa ajili ya watu walioko nje. Na hiyo ilikuwa ndio ishara ya kuonyesha kwamba kuna utakaso tayari. Sasa maneno haya tulikuwa tunafundishwa na sisi tunajikumbusha. Biblia inasema wazi ya kwamba yalifanyika kipindi kile, tena kwa ukamilifu. Viwili ambavyo vya wanyama vilikuwa vinapatikana baada ya damu kuwa imemwagwa pale mahali patakatifu, vilikusanywa vyote, vikaenda kutupwa nje ya lango, maandiko yanasema. Halafu vikachomwa moto, vikateketezwa, vikaharibiwa. Haukustahili kula nyama ya yule mnyama ambaye alikwenda kutolewa dhabihu kwa ajili ya utakaso wa maombi ya watu. Twende pamoja. Kukomboa ni kitendo cha kumtoa mtu kwa kulipa gharama. Unadaiwa, amekuja mtu, amechukua vitu vya ndani, ameondoka navyo nyumbani kwake, anasema siku utakapokuwa
hela yangu, basi utanipa hela yangu, hivi vitu vyako utachukua. Ukipata ile pesa ambayo ulikuwa unadaiwa, ukipeleka vile vitu umevikomboa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimepita maeneo tofauti na kuta NMB wameandika kwenye nyumba za watu, hii ni mali ya NMB. Nikauliza NMB walikuja kujenga hapo lini? Akasema kumbe NMB wameweka rehani mali za watu. Sasa ile nyumba ili rudi kwa mmiliki wake inahitaji ukombozi. Haleluya! Inahitaji ukombozi. Sasa hatua ya kwanza ambayo Mungu alifanya, kwa nini dunia ilihitaji kukombolewa? Kwa nini dunia ilihitaji kukombolewa? Baada ya Yesu kuja duniani, kuna kazi kubwa ambayo aliifanya, na kabla hajaja unabii ulitolewa tangu mwanzo ya kwamba mpaka sasa dunia iko chini ya deni kubwa sana. Dunia iko chini ya kifungo. Inahitaji mtu ambaye ataleta ukombozi. Wanadamu wote walikuwa chini ya deni lisilo la kawaida. Tangu anguko la mwanadamu wa kwanza tulijua tunahitaji kukombolewa. Mwanadamu wa kwanza alipotii sauti ya Shetani akamasi Mungu, ilibidi Mungu atafute namna ya kuleta ukombozi katika ulimwengu mzima, ili wanadamu apate kutoka kwenye madeni yale. Yesu akaja, alipokuja duniani akaweka utaratibu. Maandiko yanasema mwanadamu wa kwanza alisababisha uharibifu ukaingia duniani, ambaye alikuwa ni Adamu. Inabidi aje mwanadamu mwingine wa pili ambaye ataleta uzima, ambaye ataleta matumaini, ambaye ataleta amani, ambaye ataleta furaha, ambaye ataidhihirisha dunia ya kwamba kuna kuishi tena baada ya hapa. Mwanadamu wa pili ambao ni Yesu, aliyezaliwa pasipo ushirika wa mwanaume na mwanamke. Alipozaliwa, malaika walipiga kelele katika anga wakitangazia dunia ya kwamba tayari ile kusudi la Mungu katika uso dunia limekwisha kukamilika. Yesu akazaliwa kama mwanadamu, alikuja na mwili wake. Lengo la kuja na ule mwili, alitaka autumie kwa ajili ya kuleta ukombozi, kama tunavyosoma kwenye Agano la Kale ya kwamba ili ukombozi tokee, mnyama alichinjwa kwanza, damu ikapatikana, kuhani akaenda nayo mahali patakatifu patakatifu, akaimwaga ile damu. Alipoimwaga ndipo ishara ya ukombozi kwa wenye dhambi ilipotokea. Ilibidi na Yesu aje na mwili ambao ule mwili utachinjwa na kisha ile damu itamwagwa. Baada ya ile damu kumwagwa ndipo ukombozi unakwenda kutokea. Haleluya! Na ukombozi wa Yesu haukuwa kwa ajili ya watu wachache ambao walikwenda kutoa. Kipindi kila mtu akitoa ndama, huyo ndiye anayekombolewa. Na maandiko yanasema kipindi kile damu ya wanyama haikuweza kufuta maovu, lakini ilifunika maovu. Sasa Yesu akaja, ambaye maandiko yanasema kwamba alikufa mara moja tu na kisha ukombozi ukatokea katika dunia. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura 27, wakati Yesu akiwa anaelekea kwenye kuikamilisha kazi, maandiko yanasema dunia yote ilidua, anga likajikuta limebadilika, giza likatanda juu ya uso wa dunia, ndege wakaanza kulia kama vile ni usiku wa manane. Wanadamu wanajiuliza kuna nini? Lakini katikati ya ule ukimya kulikuwa na tukio kubwa ambalo lilikuwa linafanyika katika ulimwengu wa roho. Yesu alikuwa yuko kwenye vita. Baada ya kuacha mwili, anashuka kuzimu, anashughulika na Shetani ambaye alichukua vitu vya thamani kutoka kwa mwanadamu, akaenda navyo nyumbani kwake, akaishi navyo. Mwanadamu akabaki ni mtupu. Mwanadamu akabaki hana nguvu kama Samsoni. Mwanadamu akabaki amedanganywa, akawa anateswa na kuhangaishwa na mizimu na mapepo na kila kitu. Sasa katikati ya ukimya kuna kitu kikubwa ambacho Yesu anakifanya.
mapigo makali yanatokea kuzimu. Shetani anarubuniwa, shetani anakamatwa kama kiumbe kisichokuwa na nguvu, kinanyang'anywa ile mamlaka ambayo alipokonya kutoka kwenye miliki ya mwanadamu ndani ya bustani ya Eden. Shetani anakamatwa, ananyang'anywa, anabaki ni mtupu. Maandiko anasema baada ya masaa machache Yesu akasema, akasema imekwisha. Hebu sema imekwisha. Sema kwa sauti imekwisha. Waebrania wanatumia neno tetelestai, yani imekwisha. Haleluya. Neno ambalo lilitumika kwenye mbio, kwamba yule wa kwanza anapofika, mtu wa kwanza anapokuwa kichimbia wakati wa mbio, anaporuka kamba akafika, anamcha mahali ambapo panastahili, basi wale ambao wanaendesha zile mbio wanamchamacha. Halafu refari anapaza sauti, anasema tetelestai, yani mbio zimefika mwisho, wa kwanza amepatikana, mshindi amepatikana. Kwa hiyo Yesu alipaza sauti katika anga, akasema tetelestai, yani wokovu umekamilika. Dunia ambayo ilikuwa chini ya kombo la dhambi, sasa ukombozi umetokea. Sasa ukombozi umetokea. Haleluya. Dunia yote ikabaki na shangaa, tukio gani limetokea? Yesu amepaza sauti, anasema imekwisha. Anasema imekwisha. Anasema imekwisha. Hakuna tena maisha kukaa chini ya kombo la utumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Ukombozi ukatokea, dunia yote ikawachwa huru. Ukisoma kitabu cha nabii Isaya ile sura ya 61, Yesu anasema neno moja kwamba Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangaza mateka huru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao, kuagiza hao walio katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapatwe kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Na watapajenga mahali pale palipoharibiwa, watapanua mahali palipokuwa ukiwa zamani, watatengeneza miji iliyoharibiwa, mahali palipoachwa kizazi baada ya kizazi. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Neno la kinabii ambalo Yesu anawatangazia watu. Yesu akatembelea sinagogi. Alipofika ndani ya sinagogi, akawakuta watu hapo kwenye ibada. Sinagogi ni jengo dogo ambalo lilikuwa linapatikana kwenye mji wa Yerusalemu. Nchi yote ya Israeli ni nyumba ambazo Wayahudi walikuwa wanazitumia kwenye ibada. Kulikuwa na nyumba kubwa ambayo inaitwa hekalu. Hekalu ilikuwa inapatikana Yerusalemu, lakini mtaani, kila mtaa ambao na wanaume kuanzia 12 walikuwa wanajenga nyumba ndogo ya kuabudia, inaitwa sinagogi. Haleluya. Sasa Yesu akatembelea sinagogi moja. Alipofika kwenye ibada, watu wakiwa kwenye ibada, akafika na chukua chuo cha nabii Isaya, ni Biblia, akachukua, akafungua kitabu cha nabii Isaya sura 61, akaanza kusoma. Anasoma maneno ambayo yanataja kwa habari zake mwenyewe. Ni maneno ya kinabii ambayo yanataja habari zake mwenyewe. Akayasoma masikioni mwa watu. Watu wakasikia ule ujumbe. Waliposikia ujumbe ule, Yesu akamwambia, maneno haya yametimia machoni penu. Manake yule aliyenenewa haya ndiye mimi mnayeniona. Haleluya. Baada ya kuwa maneno yamesoma masikioni mwa kusanyiko la watu, Yesu akageuka pembeni, akachoona kiti cha kuhani, na kuhani hayupo, kwani yuko Yerusalemu. Yesu akasogea, akakikalia kiti cha kuhani, kuonyesha kwamba aliyenenwa tangu zamani, ambaye ni kuhani, ndiye mimi ambaye nimefika machoni mwenu. Wayahudi walipoona ameketi kwenye kiti cha kuhani, wote wakanyanyuka kwa hasira. Maandiko yanasema wakamkamata, wakamchukua, wakamtoa nje. Kumbe kule nyuma ya sinagogi kulikuwa na shimo refu. Wakamkamata, wanataka kumtupa ndani ya ile shimo,
lakini kwa kuwa saa yake ya kufa bado, maandiko yanasema Yesu akapita katikati yao na kisha kaondoka. Haleluya, haleluya. Yesu anafundisha ya kwamba kuhani aliyetangazwa tangu mwanzo, kuhani ambaye ametabiriwa ya kwamba atakuja, kanuni zote za Kiyahudi zinakwenda kunyamazishwa, kanuni zote za dhabihu zinakwenda kunyamazishwa, kanuni za msamaha wa dhambi baada ya kuchinja mbuzi na kondoo hazitakuwepo tena. Leo nimekuja maana yeye ambaye ninaeneo haya ni mimi ambaye nimebeba kusudi hili. Alipofika machoni pa watu hawakuweza kuelewa kinachoendelea. Mtumishi wa Bwana ambaye leo umepata neema hii, nataka nikujulishe ya kwamba zipo kanuni za kibinadamu. Yupo kuhani mkuu ambaye maandiko yanamtaja tangu mwanzo ya kwamba akikatakuja yeye ndiye atakuwa ni kipatanisho kati ya wenye dhambi pamoja na Mungu. Haleluya. Maandiko yanasema baada ya anguko la kwanza la mwanadamu, utenganifu utawepo mkubwa, ukuta ukajengwa kati ya mbingu na dunia. Yaani mwanadamu na Mungu hawezi kukutana. Mwanadamu anatamani kumwona Mungu, lakini haiwezekani, lakini haiwezekani. Taifa moja ya Kiyahudi peke yao wanamwabudu Mungu wao wenyewe. Wengine wote ni kuabudu nyama, wengine wote ni kuabudu mizimu, wengine wote ni kufanya ibada kwenye makaburi. Wanadamu wanawaza tutapataje kupona, tutapataje kupona, lakini upendo wa Mungu juu ya ulimwengu, Yesu akaja ambaye ndiye kuhani aliyetangazwa tangu mwanzo, ataangusha ule ukuta, ule mtenga mwanadamu na Mungu. Ule ukuta ulipoanguka, tangazo likatokea katika dunia ya kwamba ukombozi umekwisha kufika, ya kwamba ukombozi umekwisha kufika. Hakuna mtumwa tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Mpendwa, kama wewe ni mtumwa wa dhambi, kama wewe bado unatumikia mizimu, bado unatumikia majini, bado unateswa na wachawi, si kwamba ukombozi haujafanyika. Ukombozi umekwisha kufanyika tayari. Haleluya. Wakati Farao akiongea na Musa, Mungu anamwambia Musa ya kwamba usiogope, ninajua mapigo mengi yamepita kwenye nchi ya Misri, lakini huyo mtu atakuachia hao watu. Giza limepita siku 3, lakini bado Farao ameng'ang'ana. Umeweza kugeuza maji kwa damu, lakini bado Farao amekamata. Akamwambia usiogope, limebaki pigo moja ambalo litakapotokea tu Farao hataweza kunyamaza na kupana watu, lazima atawachia muondoke kwenu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Musa hakujua ni pigo gani linatokea, hakuelewa ni aina gani ya pigo ambao unakwenda kutokea. Kumbe ilikuwa inakwenda kutokea ukombozi kwa njia ya damu. Tunapotangaza damu, maana yake ni Yesu mwenyewe. Biblia maandiko yanamwita Yesu kuwa yeye ni mwanakondoo wa Pasaka. Mwanakondoo aichukuaye dhambi ya ulimwengu, ndiye ambaye alikwenda katika nchi ya Misri akawakomboa Israeli. Hapana ukombozi pasipo Yesu kufanya kazi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unajua mtu kama anadai, anayepewa pesa ni mwenye deni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Heshima, uharibifu wote kwa jina la Yesu. Tako uliyepita kwenye ndoa, uliyepita kwenye nyumba, na unapotelea haya cha moja kwa jina la Yesu. Mcha usiku kwa Yesu, mcha usiku kwa Yesu, mcha kwa jina, umema watoto yake.